itayaona madhara yanafanyika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نشكر الله سبحانه وتعالى ورحمة زكاة نفضل زكاة. لا بد من أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا في هذه الأيام من الأمن والاستقرار والابتعاد عما يؤدي إلى الفوضى والفساد. لازم تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى katika masiku haya kwa kutupa neema hii ya utulivu ambayo tulililia kwa muda mrefu tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amejibu maombi yetu, na kwa hakika si kwa ujanja wetu, isipokuwa ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Mkishukuru nitawazidishieni na mkikufuru adhabu yangu ni kali. Idhan yajibu an nahmada Allah azza wa jalla wa nu'azzimah. Ni wajib tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tumuadhimishe kwa khairi hii tuliyoipata. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, la shakka أن المرجفين لا زالوا يسعون إلى الإفساد في الأرض. لا شك kwamba murjifun bado wanaendelea, hawaridhi ala ma nahnu alayhi, hawaridhi kwa amani tulokuwa nayo, hawaridhi. Almurjifun, man humul murjifun? Ni kina nani murjifun? Murjifun ni waeneza habari za uongo, wachonganishi, waeneza hofu, wenye kutishia kwa kusema maneno mbalimbali. Fanyeni hivi, wachieni wafanye wanachokitaka, waandamane, wafanye vurugu, wachieni, ni uhuru wao. Wa illa tunawakatia riziki, tunawakatia misaada. Murjifuna wengine wanasema kwa sababu ya amani hayawezekani, basi tufanye maandamano ya vurugu kama 29. Wa min al-ajwibati ala hadha, na katika majibu ya shubha kama hizo tunawaambia hakika mambo haya yanaeleweka wazi kwa mwenye akili timamu kwamba awalan arrizqu min indillah subhanahu wa ta'ala. Riziki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kiumbe chochote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wama min dabbatin fil ardh illa ala Allahi rizquha. Hakuna kinachotambaa katika ardhi isipokuwa kina riziki yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna. Idhan la yukhawifuka almurjif aldhalim almu'tadi, asikuogopeshi almurjif, mdhalimu huyu mfanya uadui
haqid, hasid, hasidi asikuogopeshe kwa lolote. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuruzuku, yeye ndiye mwenye kuruzuku, hakuna mwingine anayetoa riziki. Thumma alamu ayuha almuslimun, kisha jueni enyi waislamu kwamba al-amnu war-rizqu amrani mutalaziman la yaqumu ahaduhuma biduni al-akhar. Amani na riziki ni vitu viwili ambavyo vinalazimiana, hakisimami kimoja bila kingine, bali katika kutangulizwa vinapokuwa pamoja, viko pamoja, yuqaddamu al-amnu ala ar-rizq, inakadimishwa amani kabla ya riziki, kwa sababu riziki haipatikani bila amani. Min adillati ala dhalik, katika dalili ya hayo Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha Ibrahim alayhi salam alipoombea dua watu wa Makka, akasema wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim, nakumbuka pale ambapo Ibrahim alimuomba Mola wake akasema, ij'al hadha baladan amina, ujalie huu mji uwe wa amani, warzuq ahlahu min ath-thamarat, na waruzuku watu wa mji huo matunda mbalimbali. Ameanza na amani kabla ya riziki, ni dalili kwamba riziki na amani ni vitu viwili vinavyoendana pamoja. Na akasema falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Watu wa Makka ni wajib wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wamwabudu rabba hadha albayt, mola wa hii nyumba, yani al-Kaaba, alladhi at'amahum min ju', ambaye amewalisha kutokana na njaa, wa amanahum min khawf, na akawapa amani kutokana na hofu, akaondosha hofu akawapa amani. Hapa ameunganisha riziki pamoja na amani, kuonyesha kwamba riziki haiwezi kuwepo bila amani. Walamthilatu ala dhalika kathiratun la tuaddu wala tuhsa, mifano ya hivyo iko mingi ambayo tunashuhudia kwa macho yetu, kwamba maeneo ambayo kuna vita, hakuna usalama, hakuna amani, wako malaini wanakufa na njaa. Na tunatolea mfano wa nchi nzuri kabisa ya Sudan ambayo imeharibiwa, watu malaini zaidi ya milioni 15 wanabaa la njaa, wanakufa kwa njaa kwa sababu ya ukosefu wa amani ambao umesababishwa na watu wanaodai maandamano. Tena asili yake ni hivi hivi, kaji mwanamke kamoja fulani. Enyi Waislamu, lazima tufahamu hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na neema ya Allah hushukuriwa. Na katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kumtegemea yeye peke yake na kumwabudu na kujitoa katika kila aina ya maasi. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala alitutikisa kidogo ili tuweze kukumbuka neema zake, tuweze kurudi kwake, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale waamini miongoni mwenu, wa 'amilus salihat, na wakafanya matendo mazuri, la yastakhlifannahum fil ardh, kwamba atawapa uongozi katika ardhi, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, atawapa dini walioridhia, dini ambayo Allah amewaridhia kuwa hiyo ndio dini ya haki. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna,
na atawabadilishia hali kutoka kwenye hofu kuja kwenye amani. Mazingira ya hofu yanaondoka, yanakuja mazingira ya amani. Mambo matatu makubwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa ameyaweka pamoja. Jambo la kwanza, uongozi katika ardhi, ukhalifa. Jambo la pili, kupewa dini ambayo Allah ameiridhia, nayo dini ya haki. Jambo la tatu ni amani. Angalia ayuha almuslim, mambo makubwa haya Allah ameyapanga pamoja ili uelewe kwamba mambo haya yanaendana pamoja. Na ndio maana al-ibadat, ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haziwezi kutekelezeka katika hali ambayo hakuna amani. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema tena kwa Ibrahim alayhi salam, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalad aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Kumbuka ewe Muhammad pale ambapo Ibrahim alayhi salam ameomba dua kuiombea Makka amani, kisha akasema niepushe mimi na watoto wangu kuabudu masanamu. Ametanguliza amani kabla ya kukataza masanamu, kwa sababu bila amani huwezi ukalingania, bila amani huwezi ukatangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema ahadi hii itatimia ikiwa tu yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, wananiabudu na hawanishirikishi na chochote. Idhan min wasaili tathbiti hadha al-amr wa hadha al-istiqrar tawhid Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Katika njia muhimu za kuthibitisha hii amani na ili Allah endelee kutupa hii amani ni kumwabudu Allah peke yake na tusimshirikishe katika ibada zetu. Ayuha almuslimun, al-amalu salih, matendo mazuri ni jambo la msingi sana. Kutekeleza sala, kuangalia wazazi wawili na mambo mengineyo ni katika mambo ambayo yanathibitisha amani, kwa sababu amani ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inatakikana tushukuru. La in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitawazidishia. Tusiposhukuru basi huofiwa Allah subhanahu wa ta'ala akaturudisha katika hofu na kuishi katika hofu, kuishi mali zetu katika hofu, kuishi sisi nafsi zetu katika hofu, majumba yetu katika hofu, mitaa yetu katika hofu. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ndugu zangu Waislamu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nabiyur rahma, ni nabii wa rehma. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma ewe Muhammad isipokuwa uwe ni rehma kwa walimwengu. Angalia, kwa walimwengu. Na ndio maana hata katika fathu Makkah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoifungua Makkah ambayo ilikuwa chini ya washirikina, akatangaza kwamba man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, ambaye ataingia katika nyumba ya Abu Sufyan fahuwa amin, ana usalama na amani, na atakaye weka silaha yake chini fahuwa amin, mwenye amani.
ni rehema ya Uislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, Allah anataka kukurahisishieni muishi kwa uwepesi kabisa, maisha yawe mepesi. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, Allah hataki tuishi kwa hofu ambayo tuliishi nayo tarehe 29, hataki tuishi kwa usalama na amani. Lakini pamoja na hayo, sisi Waislamu tunajua haya mafundisho yetu na kila Muislamu afahamu hivyo, lakini pamoja na haya kuna watu tunasikia na kila mmoja anasikia na anafuatilia mitandaoni kwamba kuna watu wanasema kwa sababu imeshindikana kwa amani, turudie kama 29, choma pale, choma mwenyekiti wa nini, choma polisi, choma kituo cha nini. Tumesikia, na mara ya mwisho wamezungumza juzi, tumesikia. Ayuha almuslimun, Waislamu sisi tuna mwongozo, na mwongozo huu ni mwongozo thabiti na ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la dharara wala dhirar. Hii hadithi wanasheria wa Kiislamu wameiweka katika miongoni mwa kanuni kubwa katika kanuni za sheria, kanuni inayosema la dharara wala dhirar, yani ni kanuni ambayo imechukuliwa moja kwa moja kutoka kwenye hadithi. Kuna kanuni ambazo zinachukuliwa kwa maana, lakini hii kanuni imechukuliwa moja kwa moja kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dhirar. Makusudio ya la dharara wala dhirar maana yake ni hii: la dharara, usimdhuru mwingine, haijuzu kumdhuru mwingine, la yajuzu. Wala dhirar, dhirar hapa makusudio yake, mfano mtu amekudhuru, inatakikana na yeye alipiziwe kwa haki kupitia sheria, kupitia mahakama. Mfano ameua na yeye anauawa, amevunja jino la mtu na yeye anavunjwa jino. Wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn, mpaka mwisho aya, ambayo hii ni qisas. Kwa hiyo la dharara wala dhirar, hakuna kudhuru mwingine wala kumdhuru mtu kwa dhulma. Maana yake hapa sheria inasema mtu akidhuru mtu inajuzu kupewa adhabu kulingana na madhara ambayo ameyafanya, kulingana na madhara aliyoyafanya, hasara aliyoifanya. Kama kaua anauawa katika sheria ya Kiislamu, hata sheria za kidunia, aliyeua anauawa. La dharara wala dhirar. Na kutokana na sheria hizi au na kanuni hii ya kisheria, kuna kanuni nyingine inasema ad-dhararu yuzal, madhara huondoshwa. Yani haijuzu kwa mtawala kuacha madhara yakawepo, lazima yaondoshwe. Na kwa sababu ya kanuni hii ikaja kanuni ya chini yake ambayo inaitwa tawi, inasema ad-dhararu yuzalu biqadri al-imkan, madhara huondoshwa kwa kadri itakavyowezekana. Madhara huondoshwa kwa kadri itakavyowezekana kuondoshwa yale madhara. Ikiwa madhara yataondoshwa kwa kuzuia tu, basi yanaondoshwa kwa kuzuia. Ikiwa madhara yataondoshwa kwa kucharazwa bakora watu, basi madhara yanaondoshwa, basi hiyo inatosha kwa madhara yanaondoshwa kwa kuchapa bakora watu. Lakini kwa mfano kundi la maadui limevamia nchi, linaua, madhara hapa yanaondoshwa kwa silaha za moto, kama ambavyo wao wanatumia silaha za moto. Ad-dhararu yuzalu biqadri al-imkan, madhara yanaondoshwa
kwa vile itakavyowezekana. Idhan, maana yake ni kwamba kanuni hii ya kisheria ni kanuni ambayo inafanya kazi dunia nzima. Asili hii kanuni inapatikana katika Qur'ani na Sunna, lakini kwa sababu Uislamu, maendeleo ya Uislamu yaliweza kuathiri nchi nyingi duniani kwa kipindi kile ambacho Hispania ilikuwa chini ya Waislamu. Kanuni hii iliweza kuathiri, iliweza kufanyiwa kazi na nchi nyingi ikiwemo za Ulaya na Marekani na kwingineko. Kwa hiyo kanuni hii inafanya kazi nchi zote duniani, na viongozi wote duniani wanaijua kanuni hii. Maana yake ni kwamba hakuna nchi yoyote duniani ambayo itayaona madhara yanafanyika, mali zinaharibiwa, watu wanauawa, mali zinachomwa moto, watu wanahofishwa, halafu hiyo nchi ikawa inaangalia tu. Haipo. Si nchi ya Kiislamu wala nchi isiyokuwa ya Kiislamu, jambo hilo halipo, kwa sababu hizi kanuni wanazijua, na hizi kanuni ni muktadha wa fitrati al-insan. Ndio maana ya maumbile ya mwanadamu. Maumbile ya mwanadamu yako hivyo. Hata wewe unapovamiwa nyumbani kwako, uwezi ukakubali mtu akuvamie wakati una uwezo wa kuondosha ule uvamizi. Kama ni kwa kuzipiga tu mkono, utaondosha kwa kuzipiga mkono. Kama ni kwa kutumia panga, utatumia panga. Kwa kadiri ule mvamizi anapokuja, ndivyo ambavyo utazuia, utailinda kwa idhini ya Allah familia yako, watoto wako. Idhan, ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe kwamba serikali inaposimamia amani kwa mtindo wa namna hii ni utaratibu sahihi. Ad-dararu yuzalu biqadri al-imkan, madhara yanaondoshwa kwa kadri inavyowezekana. Kwa hiyo tunasema kwamba watu wajiweke mbali na hao wanaosema watachoma kadha, wataua kadha, watamwaga damu ya fulani. Tujiepushe, kwa sababu mambo hayo yatawaletea madhara wao wanaofanya mambo hayo, lakini watasababisha madhara kwa wengine wasiokuwa na hatia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishie amani yetu na furaha yetu, na tuendelee hivi hivi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuzidishia zaidi na zaidi na zaidi, na kutuepesishia katika maisha yetu. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Mwenye kumwogopa Allah atamfanyia matokeo, atamrahisishia na atamruzuku pasina kutarajia. Na haya ndio matokeo ambayo tunayahitaji baada ya kuwa na subra, baada ya uvumilivu, baada ya kuwa na utii na kuzihurumia nafsi zetu na kuhurumia jamii zetu. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.